Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na nitasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 25 ule mstari wa 13. Biblia inasema, nafsi yake itakuwa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Tunapoona maandiko yanaeleza kwa habari ya nafsi, tunaona inaongelewa hisia za namna ambavyo unajisikia. Inaongelea kwa habari ya mawazo, fikra, yote hayo yanafanyika katika nafsi. Sasa kuna namna ambavyo mtu anaweza akawa anajisikia lakini anavutia mafanikio, na kuna namna ambavyo mtu anaweza akawa anajisikia lakini hali ile anayojisikia katika ulimwengu wa roho haivuti mafanikio. Kwa hiyo namna unavyojisikia ni kitu muhimu sana, na ndio maana unaweza kuwa unasikia ndani yako uchungu, hauwezi kuvuta mafanikio. Ndani yako unaweza kuwa unajisikia, ndani yako nafsi yako inasikia kulipa kisasi, hauwezi kuwa katika mafanikio. Nafsi yako inajisikia kama mtu mmoja apate matatizo, kwamba mtu mmoja alikutesa, ama katika mahusiano mtu amekuacha vibaya, unakuta nafsi yako inatamani humo ndani huyo mtu hata usikie kesho amekufa, hata usikie kesho amepata ajali. Kuna nafsi ambayo inaweza hali unajisikia ndani ya nafsi yako kama ujiue. Unasikia nafsi yako kwenye tafakari yako, kwenye akili yako, kwenye mawazo yako, ndio nafsi hiyo inakutuma kwamba ujiue, wewe hufai. Inakuongelesha kwamba hautafanikiwa. Nafsi yako inakuongelesha kwamba wewe kati ya watu naona jihesabu mtu. Inakuongelesha kwamba utabaki maskini kama ulivyo wewe. Nafsi inakuongelesha, ikisha kuwa inakuongelesha hivyo, haupo kwenye mlango wa kufanikiwa. Lakini kuna nafsi iliyokombolewa ambayo yenyewe ijapopita katika maji mengi inakiri kabisa ya kwamba sitagarikishwa. Ijapopita kwenye moto inakiri ya kwamba mwali wa moto hautaniteketeza, kwa kuwa Bwana yupo pamoja nami. Sasa ile nafsi inayowaza namna hiyo na hali ya kujisikia namna hiyo, huyo mtu hata ajapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti hata angamia, kwa sababu kuna namna nafsi yake imekaa katika hali ya kufanikiwa. Kwa sababu mtu hupita katika mazingira mengi sana, mengine ni mabaya, mengine ni mazuri. Lakini je, hali ya nafsi yako ikoje? Unajisikiaje? Mwili wako unaenda, akili yako, mawazo yako yanawaza nini? Hasa kama unapita kwenye changamoto na bado mawazo yako yanawaza vyema, nafsi yako ipo katika hali ya kufanikiwa. Lakini kama unapita katika changamoto lakini mawazo yako, fikra zako, unavyojisikia, unaona kama hakuna tumaini, unaona kama hata Mungu ameshindwa, unaona kama hata Bwana hawezi kujidhihirisha, ujue nafsi yako ipo katika hali mbaya sana ya kutokufanikiwa. Kwa tunapoenda kumwomba Mungu asubuhi ya leo, Bwana rekebisha, tusaidie, tutengeneze nafsi zetu ziwe katika hali ya kufanikiwa. Yamkini mtu nanielewa vile unavyojisikia wakati huu. Kuna mtu mmoja akiumwa kidogo anawaza kufa, mwingine anaumwa lakini anasema nitapona. Ujue kabisa atapona. Yule ambaye anaumwa kidogo anasema nitakufa, hata kama sio ugonjwa kufisha, atakufa. Kwa sababu nafsi lazima iwe katika hali ya kufanikiwa. Nafsi lazima iwe katika hali ya kumtumainia Bwana. Nafsi lazima iwe ndani yako inajisikia ya kwamba Bwana yupo na yeye huwapa thawabu wote wamtafutao. Lazima nafsi yako iwe tayari katika hali ya kuwaza vizuri. Ukiwaza vibaya umeangamia. Umeiweka nafsi yako katika hali ya kutokufanikiwa. Lakini pale nafsi ya mwanadamu ama nafsi ya mwamini inapokaa katika hali ya kuwaza yaliyo mema juu ya Kristo, inapomwazia nafsi, inamwazia Mungu aliye hai vyema, ujue hiyo nafsi ipo katika hali ya kufanikiwa, ijapo inapita kwenye changamoto. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Ayubu. Ayubu katika changamoto zote alimkiri yeye, hakuruhusu mawazo yake yawaze vibaya.
Hakuruhusu tafakari zake zitafakari vibaya. Hata kuna nyakati alipokuwa akiumia sana, anailazimisha nafsi yake iipe taarifa moyo wake ya kwamba hataangamia, ya kwamba ni kama dhahabu inayosafishwa, inapita kwenye moto mwingi ili iwe safi na thamani yake iongezeke. Anajaribu kujifananisha na dhahabu inayosafishwa. Kwa hata mapito anajifananisha na dhahabu inayopitishwa kwenye moto. Lakini hata siku moja hakuona mapito yake kama ni kushushwa kwa thamani yake. Alikuwa akiona mapito yake kama ni kuongezeka kwa thamani yake. Ni nafsi ya mtu inamuongoza katika hali ya kufanikiwa. Hata alipopitia magumu akasema ya kwamba nimepoteza vyote, lakini akakumbuka akasema, nilivyozaliwa nalizaliwa ni uchi, sina chochote, hata nguo nilikuwa sina. Vyote Bwana amenipa, lakini leo Bwana ameamua kuvitwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi ya Mungu haina makosa kwa namna yoyote. Hata kama kwangu inaonekana ina picha mbaya, lakini yeye atabaki kuwa Mungu. Yeye atabaki kuwa Mungu hata kama mimi sijafanikiwa. Yeye atabaki kuwa Mungu hata kama napitia changamoto. Hiyo nafsi unapoona unaiongelesha hivyo, unaweza ukaona kama ni nafsi inaongea katika hali ya kuto kufanikiwa. No. Imefanikiwa kwa sababu mapito unavyoyaongelesha, kuyaonyesha tumaini lako liko kwa Kristo, unayaruhusu mafanikio kupita kwenye hayo mapito. Unapojiongelesha katika ulimwengu wa roho, kuna vitu huwa vinatokea pale mwamini anapoongea na hali anayoipitia. Anapoisemesha nafsi yake itulie kwa Bwana, na anapoiongelesha roho yake kwamba roho yangu, ninajua huku nje kwenye nafsi ninavyojisikia, ninaelewa huku kwenye nafsi ninavyojisikia, lakini wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika, wakaa milele. Kama milima inavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyonizunguka katika mapito ninayoyapitia. Hakika haya mapito ni ya muda, ni ya kitambo kidogo tu, lakini ninavuka. Ninaenda mahali ambapo Bwana amenikusudia. Ninalijua jambo moja, yeye ananiwazia aliyo mema, kunipa tumaini siku za mwisho. Kwa unaenda kuiongelesha nafsi yako, ijue ya kwamba yupo Bwana. Unaiongelesha nafsi yako, ujue ya kwamba yupo Jehova. Unapoiongelesha nafsi yako kwa namna hiyo, uwe una uhakika utaona wema wa Bwana. Kwa nafsi yake katika hali ya kufanikiwa. Wazao wake watairithi nchi. Yoyote atakaye katika hali ya kufanikiwa, nafsi yake itakapowaza, basi ajue ya kwamba hata uzao wake utairithi nchi. Nataka twende mbele za Bwana. Namba 1, tuikomboe nafsi iliyotekwa na adui hata ikashindwa kukaa katika hali ya kufanikiwa. Wewe ambaye unanisikia wakati huu, mawazo yako unaona kabisa ni ya uharibifu, hayapo katika hali ya kufanikiwa. Unaona kama umevamiwa, unaona kabisa, unaona haufai, unajiona we si kitu. Ni nafsi hiyo imekamatwa, haipo katika hali ya kufanikiwa. Tutakapoomba maombi haya, utarejeshwa katika hali ya kufanikiwa. Utarejeshwa kuwaza yaliyo mema, utarejeshwa kuwaza uaminifu wa Bwana na mafanikio yake. Kwa hiyo tutaenda kuomba wakati huu na utaenda kumuona Bwana kwa uaminifu wake. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Ninakushukuru kwa matendo makuu unayoyatenda ndani ya maisha yetu. We Mungu wa kweli, unaturehemu mahali ambapo tulikaa katika nafsi ambayo nafasi yake ilikuwa si ya kufanikiwa. Roho Mtakatifu, mawazo yetu, fikra zetu, tafsiri zetu, tathmini za maisha yetu zilikuwa zimetekwa. Roho Mtakatifu, asante kwa maana wewe unaenda kutukomboa. Unatukomboa kinyume na tafakari na fikra na mawazo mabaya yaliyoenda kuhatarisha nafsi zetu. Mungu li haya, asante kwa maana hata tunapoenda katika hali ya kufanikiwa, Roho Mtakatifu endelea kusema na maisha yetu, endelea kututetea Bwana, endelea kutuimarisha Jehova, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Endelea kusema na maisha yetu Mfalme, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Endelea kutuponya
endelea kutuhuisha, endelea kusema na maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maisha mtoto wako anayenisikia wakati huu, ambaye anapitia changamoto nyingi, hata mawazo yake ameshatekwa, fikra zake zimeshaibiwa, hata amejikuta hayupo kwenye nafasi ya kufanikiwa. Baba, ninaomba ukombozi, nafsi yake ikarejeshwe katika mawazo na fikra za kufanikiwa. Roho Bwana, haijalishi mtoto wako huyu anapitia katika hali gani, uwezo wako na nguvu zako zikamfanikisha asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Ninaita mafanikio juu yako, ninaita mafanikio kwa changamoto unayopitia, ninaita mafanikio kwenye majaribu unayopitia, ninaita mafanikio kwenye hali mbaya unayoisikia, mahali ambapo nafsi yako imesongwa, mahali ambapo nafsi yako imepelekea kuwaza mabaya juu ya maisha yako. Ninatangaza ukombozi kwa jina la Yesu. Ninatangaza kuinuliwa kwako, ninatangaza kuponywa nafsi yako katika jina la Yesu. Nafsi yenye majeraha, nafsi iliyoumizwa, ninatangaza nafsi iliyokombolewa, ukaone nuru mpya, ukaone ulimwengu mpya, ulimwengu uliojaa nuru ya Bwana katika jina la Yesu. Ninaitangazia nuru kwenye magonjwa ambayo unayapitia, ukapokea uponyaji asubuhi ya leo. Ninakutangazia nuru kwenye msongo wa mawazo ya madeni unaopitia, hata kufanya nafsi yako isiwe katika hali ya kufanikiwa. Ninakutangazia kufunguliwa kwenye madeni yako katika jina la Yesu. Ninakutangazia kufanikiwa kwenye mateso yako ya ndoa na mahusiano katika jina la Yesu. Hata nafsi yako ikaenda kukaa katika tafakari za kutokufanikiwa, ninatangaza neema, ukakombolewe katika jina la Yesu. Ukombolewe katika kila kona ya maisha yako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako izidio sana, na mkono wako na nguvu zako na kibali chako, ni katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Na mpaka sasa tunapoongea, maombi haya yanakutoa katika hali ya kutokufanikiwa katika nafsi yako, yanakuingiza katika hali ya mafanikio. Bwana aendelee kukutetea, Bwana aendelee kukushindia. Na unaweza ukashika sadaka yako njema kwa Bwana. Wewe ambaye unajisikia hali ya kupondeka moyo, nafsi yako unaona kabisa iko kwenye mateso, unaona kabisa madeni yamekushikilia, mawazo ya madeni yamekuzonga, unaona kabisa mawazo ya mahusiano yamekuzonga, unaona kabisa kuna namna hali ya kutokuwa na fedha imekuzonga, nafsi yako imewaza vibaya katika hali ya kutokufanikiwa. Sadaka yako unapoiachilia, hiyo sadaka inaenda kupiga kelele katika ulimwengu wa roho, inaenda kukufanya yule ambaye ulikuwa huna furaha uwe na furaha tena, yule ambaye ulikata tamaa uinuke tena, yule uliokuwa na madeni yako, unapoachilia sadaka ya madeni yako, yanaenda kuongeleshwa katika ulimwengu wa roho na utamuona Bwana. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen. Basi utaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 760, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.